Upendo wa Bwana ujulike sana, yuko mfariji, yuko mfariji, yupo mfariji, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi, eneza habari humu duniani, yupo mfariji. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuosha kwa damu ya kondoo, neema yake yatumwagiwa, tumeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, tumeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Bwana wetu na Mungu wetu, tunakurudishia shukrani kwa wakati huu ambapo tena umetujalia. Tuko na furaha sana kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako. Amen. Asante kwa vile umetufunulia neno hili la kweli na kutuokoa nafsi zetu. Amen. Mambo haya Bwana umewaficha wengi Mungu wetu, mabilioni ya watu duniani Mungu wetu, na ukaona sisi ndio inafaa utufunulie. Amen. Na hivyo Mungu tunakushukuru sana. Amen. Sio kwamba tulikuwa watu wazuri sana mbele zako, bali ni kwa vile ulitupenda kabla ya misingi ya dunia. Na ndio Bwana wetu ukajua tutakuwa wa kizazi hiki. Amen. Basi tunakushukuru Mungu wetu. Amen. Sisi ndio uliona wakati huu wa mwisho, tulikuamini na kukupokea. Amen. Na kukuridhi wewe Mungu wetu. Sasa tunajikabidhi mikononi mwako. Amen. Ukaendelea kutusaidia. Tunakuja mbele zako ili Mungu wetu uwe na njia yako. Amen. Sababu wewe ndiye tegemeo letu. Amen. Mambo yote tunaomba ukayaendesha kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Tunakushukuru kwa ajili ya kumuongoza ndugu yetu katika kipindi hicho cha kwanza. Tunashukuru kwa mkate wa uzima. Amen. Tuliku Bwana wetu tukigojea tena Bwana ukazidi kutulisha. Tunaomba tukiamini Bwana wasikia maombi yetu katika jina lako takatifu Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tutasoma maandiko. Ningetaka kwa ajili ya yule ambaye nataka kubatizwa tusome maandiko Matendo 19 kuanzia hapo moja. Tusikie inavyosema. Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza,
Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Neno la Mungu na litukuzwe. Amen. Amen. Huyo ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Paulo, ambaye najua ni mtume na wa kanisa la kwanza la Efeso. Kuna watu ambao walikuwa wamebatizwa hapo kulingana na maandiko, lakini hakatai ya kwamba walikuwa wamebatizwa, lakini kuna ubatizo ambao, na anasema vizuri ya kwamba ubatizo wa Yohana ulikuwa wa kuonyesha kwamba watu wamefanya nini, wametubu, wakimwelekea wamwamini yule ambaye ajaye, ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Ndio wakaona hawakuwa wamebatizwa ambavyo inafaa, ambapo wangeweza kumpokea Roho Mtakatifu, ndio wakabatizwa tena, kwa sababu kama wangekuwa wamebatizwa inavyostahili hawangebatizwa tena, si ndio? Ndiposa wakabatizwa tena ili waweze kupokea Roho Mtakatifu, kwa sababu ni lazima ubatizwe. Kama ukitubu, ubatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo, ndiposa uweze kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tutasoma maandiko mengine katika Mathayo 3:11, alafu tuende kwa ubatizo. Mathayo 3:11 inasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Amen. Kama unavyosikia hapo Yohana anavyosema, yeye anawabatiza watu kwa maji, lakini kuna aliye na nguvu kuliko yeye, ambaye yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hivyo sisi kama wandugu, sisi hubatiza kwa maji. Ubatizo huo mwingine ni wa mwenye kukuita, ambao ndio unakuigiza katika ufalme wake. Na kwa vile lazima tufanye kulingana na neno, hatuna budi sasa kwenda kwa maji na yule ambaye anataka kubatizwa. Yako wapi? Mgani? Ni msichana huyu yetu. Sawa, hebu basi tutafanya hivi. Yatupwe yaliyo na takataka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Bwana wetu, tena tunakuja mbele zako kwa ajili ya dada huyu, Bwana wetu, ambaye ameona akufuate wewe kulingana na neno lako. Bwana wetu, tunaomba ukamkumbuka nafsi yake. Bwana wetu, anapotubu, Mungu wetu, msaidie Bwana wetu kumdhihirishia ya kwamba Mungu wetu umemsamehea kwa wewe kuja kukaa ndani yake. Sasa Mungu wetu, ndio tunaenda kufanya kulingana na neno lako, ili Mungu wetu, Bwana wetu, ukatukuzwa wewe. Bwana wetu, tunajikabidhi mikononi mwako na kukuwa na njia na yeye. Bwana, tunapombatiza Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Dada Wambui, kwa kuwa umeamini, ninakubatiza kulingana na neno katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, naye Mungu atakujaza na kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Thank you. Amen.
kuoshwa, uoshwe kwa damu ya kondoo. Huo ni kijito cha tiririka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Bwana wetu, ni asante Bwana wetu kwa ajili ya jambo hilo umelifanya kulingana na neno lako. Naomba baraka zako Bwana wetu, hebu zikamfuata yeye Mungu wetu kwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Pia Mungu, kumbuka kila mmoja mahali hapa ambaye ulimkusudia uzima wa milele, ambaye anaombea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mungu wetu ambaye alibatizwa mbeleni na anangojea umjaze na Roho wako. Kumbuka wote uliokusudia uzima wa milele ambao hawajatubu na ni wakutubu uliwakusudia, Bwana ukawasaidia na ukawaongoza. Naomba mambo yote tukiyakabidhi mikononi mwako. Naomba na kuamini Mungu wetu katika jina lako takatifu Bwana Yesu Kristo. Amen.